Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Karibuni tena ndugu jamaa na marafiki. Bwana mambo yanazidi kuwa mabaya sasa hivi, dunia inazidi kuharibika siku baada ya siku na hali inazidi kubadilika kila wakati. Sasa hivi mambo yanazidi kujiri pande zote mbili. Ukiangalia upande wa Iran mambo yanazidi kuwa mabaya, ukiangalia upande wa Marekani mambo yanazidi kuwa mabaya. Sasa hivi huyu minister wa Marekani alikuwa anaongelea mambo mazito sana kuhusu jinsi Marekani inavyotumika kwa watu wake na jinsi Israeli ilivyotumia njia ambazo za kumaliza watu. Unajua maneno mengi sasa hivi yamebadilisha kila kitu. Baada ile vita ya Gaza watu walikuwa wanaona kama ni mambo ya kawaida, watu walikuwa hawana wasiwasi, watu walikuwa haongelei, watu walikuwa hawafanyi chochote. Walikuwa wanaona kama ni jambo la kawaida kwa sababu ile vita ya Gaza mara ya kwanza ilikuwa inasemekana kwamba wale Hamas ndio wameleta hizo shida, kwenda kushambulia, wakaenda kuua watu, ndio maana watu wakaanza kufanya hivyo. So watu vita walichukulia upande wa kule, lakini tena vita ikaanza kubadilika upande wa pili. Kwa sababu gani? Baada ya kuonekana kwamba watu wanazidi kuisha, nyumba wanazivunja, wanafanya vitu ambavyo vya ajabu, ndio hapo kila mmoja anazidi kusema kwamba sasa hivi vita inapoelekea sio sehemu pazuri, kwa sababu hivi inavyofanya sio sahihi, kwa sababu haikubaliki. Sasa hivi inavyofanya ni maneno mazuri, sio maneno mazuri, kwa sababu hapo ndo inazidi kuharibu. Mara ya kwanza ilikuwa imekuja na njia nyingine ambayo ilikuwa ni njia nzuri, kila mmoja alikuwa anafurahia, alikuwa anasema kwamba ni kweli Israeli inafanya vizuri na defense, yani inaitwa nini, kujiokoa, kwa sababu watu wanaishambulia, sasa yeye inajitetea. Watu walikuwa wanaichukulia hivyo, lakini huku nyuma watu wakaanza kuona kwamba ni tofauti na vile watu walikuwa wameichukulia mara ya kwanza. Kaanza kuona kwamba mashambulizi yanazidi, matukio yanazidi kutokea, sasa watu wanazidi kuisha, watu kaanza kusema kwamba sio vizuri. Na tena kingine tena kilivyokuja baada ya kwenda kupigana na Iran, tena watu wakazidi kuona kwamba mbona hii inaonekana kama ni uchokozi kabisa, sio ni tofauti na vile watu walikuwa wanaizania. Tena akahamia wapi? Huku Lebanon, tena akaanza kuteketeza. Ndio ile mmeona sehemu 100 juzi walikoenda kuvamia, wakaenda kuwa watu wengi sana, mpaka watu wakaanza kupiga kelele dunia nzima, kwanza kusema kwamba inavyofanya sio vizuri, kwa sababu hatuwezi kusema ni maneno mazuri inayofanya. Sasa huyu minister alikuwa anaongelea jinsi anavyojiona yeye na alivyojisikia vibaya baada ya kuona wanavyofanya, na anadai kwamba anachokifanya Israeli sasa hivi lazima asimamishwe, kwa sababu sio maneno ya watu wanaweza kukubali, kwa sababu kwa hivyo sasa hivi anafanya, hatuwezi kusema kwamba ni mtu ambaye anajiokoa nafsi yake kwa kujitetea yeye mwenyewe. Hapana, inakuwa sio kujitetea, ni kuharibu. Sasa kwenye kuharibu hapa, unapoambiwa ni kuharibu, anaharibu kweli. Umeona sasa hivi ukienda nyumba zilivyoanguka maporomoko, yani utasema hapa ni wapi, kwa sababu kila utakapoangalia hakuna usalama. Sasa hivi ndo ameanza tena kuteketeza hivyo upande wa kule Lebanon sasa hivi ndio ichakuwa sasa nusu ya Gaza, kwa sababu kule upande wa Haifa kule kote sasa hivi wameanza sasa kuanza nyumba kuziangusha sijui nini. Isfahan kule, sehemu zile zote sasa hivi zimekuwa ni sehemu ambazo Israeli anazivunja kabisa. Tena sio mpaka na mizinga, sasa hivi wanaenda na mabodoza zile nyumba ambazo ziko pale karibu kwenye mashamba anaenda kuzivunja, kama ikiwa ni shule, kama ikiwa ni hospitali, kama ikiwa ni nini. Akiulizwa anadai kwamba humu ni sehemu ambazo wanakuja kujificha hawa wanaitwa nini, hawa wa Lebanon hapa, watu hao ambao Hezbollah wanakuja kujificha humu ndani. Sasa Hezbollah kama anaenda kujificha humu ndani, kwa nini unaenda kuvunja hospitali? Anasema wanajificha. Kwa nini unavunja shule? Anasema wanajificha. Nyumba za kaida za public, watu ambao ni biashara zao kama masupermarket sijui nini, anasema anajificha. Ndio hiyo aliyofanya moja kwa moja upande wa Israeli wa kule Gaza tena alifanya hivyo kwa kudai kwamba anavunja hizi. Kwa sababu gani? Hizi ni sehemu ambazo wanajificha, lakini huku nyuma ikaja kuonekana kwamba ni tofauti na yeye anavyosema, kwa sababu ni mtu anameamua tu acha ni anaharibu, lakini sio anavyosema kwamba anafanya hivyo kwa sababu eti ni wanajificha mle ndani sijui anafanya hivi. Watu wakaanza kuona kwamba ni tofauti na vile watu wanavyofikiria. Sasa tusikilize hiyo video anavyosema huyu mzee, uwazidi kuona kipi anachokiongelea sasa hivi. About 2 votes that I am forcing in the Senate today. Votes that could determine whether the United States continues to fund the extremist Netanyahu government's devastation in Gaza, the West Bank, and Lebanon. Some of the most horrific atrocities now taking place anywhere in the world. As all of you know, on October 7th, 2023, Hamas, a terrorist organization, attacked Israel. They killed over 1,200 innocent men, women, and children and took hundreds of hostages. Like any other country, Israel had the absolute right to defend itself and respond
to the Hamas attack. But Israel did not have the right to violate international law and wage an all-out war of enormous destruction against the entire Palestinian people in what experts have correctly concluded is a genocide. Out of a population of 2.2 million people, Israel has now killed more than 72,000 Palestinians and wounded more than 170,000, the majority of whom are women, children, and elderly people. 90% of the housing units in Gaza have been damaged or destroyed, and most people are now living in tents. Virtually the entire infrastructure in Gaza, including its water, sewer systems, and electricity, have been destroyed. Every single one of Gaza's 12 universities has been bombed, hundreds of schools have been destroyed, and their entire educational system has been decimated. Most kids in Gaza now are not in school. More than 1,700 healthcare workers, doctors, nurses, paramedics have been killed, and 94% of the hospitals destroyed. In addition, Israel imposed a blockade of food, water, fuel, and medicine. Okay, mnasikia mzee anavyoongea, kwa sababu anadai kwamba Israeli inafanya vitu vibaya sana, sio vitu ambavyo vinaweza vikakubalika katika sasa hivi kwenye hii dunia, kwa sababu hatuwezi kusema kwamba anajitetea. Watu wengi wanaichukulia kwamba Israeli anajitetea, lakini sio kujitetea, ni uhalifu. Anachokifanya sasa hivi ni uhalifu mkubwa sana, kwa maana ni mambo ambayo hawezi kukubalika. Na unavyojua msemaji wa Marekani naye alikuwa anaongelea kuhusu mambo yake anavyoona naye urais wake, kwa sababu sasa hivi kila upande unaanza kuona kwamba yanayofanyika sio ya sahihi, ni makosa ambao wanaoyafanya, lakini wao wanajisawazishia kwa kusema kwamba kila kitu wanachokifanya kipo sahihi na wamefurahi kukifanya kinavyokuaga, lakini kwa kawaida sio inavyokuwa, bali wanazidi kuharibu. Sikiliza anavyosema. There's reporting that says US intelligence indicates China is preparing weapons shipments to Iran during this ceasefire. What's your reaction? Are these reports accurate, and what would be the consequences for the Chinese if they move forward with these shipments? Well, as you know, President Trump has a very strong and direct relationship with President Xi, and they've communicated on that, and China has assured us that that indeed is not going to happen, and in the spirit of the meeting they'll have next month. Thank you very much. Appreciate it. Thank you. Kwa kweli hali ndio unavyoiona, kila upande sasa hivi maneno yanazidi kupingana, kila upande, kila mmoja anaona kama hivi unavyofanya sio sahihi, na huyu anamwambia mwenzake na wewe hivi unavyofanya sio sahihi. Lakini kikawaida tukisema ukweli, sasa hivi hapo iliposimama hii vita ina uso mwingine tofauti na vile mara ya kwanza ilikuwa imeanza. Sasa hivi imekuja na uso mwingine tofauti na vile ilikuwa inategemewa. Na leo alikuwa ameenda kule Saudi, ambaye ni Prime Minister wa Pakistan, amekutana na Mohammed bin Salman na amekutana na Abdulaziz. Sasa hapo mambo ni mengi sana kwa kweli. Sasa hivi hapo ilipofikia mambo yanazidi kuharibika saa baada ya saa, lakini tunachokiona hapo Prime Minister wa Pakistan anajaribu kwenda kule Saudi kwenda kuongea naye ili aanze kubadilisha upande wa kule wa Middle East. Yani mambo yanazidi kuwa mabaya, lakini wao wanajaribu kujitengeneza, kuanza kujiunda tena, waanze kuungana, kwa mfano kama wale watu wa Middle East washikane ili wabadilishe maisha yao yawe sawa. Na leo alikuwa ameenda safari zake sehemu nyingi sana, alienda mpaka kule Qatar, amekutana na yule mfalme wa Qatar naye. Yani mambo yanazidi kuwa mengi sana, yani mambo yanazidi kubadilika. Tunapoelekea sasa hivi hali inazidi kuharibika saa baada ya sana. Kama mambo yakizidi kwenda hivi, kaeni mkijua kwamba kila mmoja achukue masahani yake na vikombe vyake, kwa sababu viongozi wetu wa Afrika wamelala sana. Mimi ningependa kusema ile East Africa, kwa sababu sisi pale wa Tanzania, wa Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Kongo, Malawi, zile nchi zote za pale East Africa, tushikamane, tuanze kufanya trading, usafirishaji wa pale. Acheni kutafuta soko la mbali sana. Yani kwa pale katikati yetu kwanza tufanye biashara ya ukaribu. Aliyokuwa na mafuta tumwezeshe, tuanze kununua mafuta kwake, tuanze kufanya hivi, ndipo hapo tutazidi kutoboa. Kwani unafikiri Europe ni kitu gani? Europe ni kitu kidogo sana, lakini wameshikana, wamefika mpaka hapo sasa hivi wamefika. Lakini sisi wa Afrika tunashindwa kushikana kiasi hicho, kufikishana mpaka hapo, ili kila mmoja anajiona kwamba yeye ni muhimu sana kushinda mwenzake, lakini hiyo haiwezekani kwa kila wakati.
wakati. Ukianza kutumia mambo kama hao ndo unazidi kukosea saa baada ya saa. Sasa mimi ningependa kusema kwamba kila kiongozi ambaye anajijua kwamba yuko pale lazima aongee na wenzake, awezeshe kwa wenzake, ili tuko sehemu pazuri sana tunapotaka tufikie. Na kwingine ukiangalia vizuri unazidi kuona kwamba hii kiongozi kinazidi kwenda sawa. Sasa hivi unaanza kumuona hapo Prime Minister wa UK leo ndo amefika kule France, amekutana na yule rais wa France Macron, wakiwa wanaongelea kuhusu jinsi watakavyofungua kule Hormuz, kwa sababu huo ndo mpango wao sasa hivi. Wamepanga waongee kuhusu kufungua kule Hormuz, na Hormuz bado meli zinapita, lakini hakuna ile speed ya meli zilizokuwa zinavyopita vile vya zamani, lakini meli zimeanza kupita. Leo ndo ameenda kukutana na yule Prime Minister wa rais wa France kule Macron. Na habari nyingine ambao ni Rais Donald Trump akiwa anaongea na rais wa China, akiwa anamwambia kwamba huwezi kuwasapoti Iran kwa kuwapa silaha, lakini na yeye anadai kwamba yeye hajawahi toa silaha za kuwasapoti Iran, lakini kama ikiwezekana anaweza akawapa. Lakini hiyo sasa inasemekana kwamba hapo kuna vita nyingine tena inatafutwa kati ya China na Marekani, lakini Iran wanadai kwamba ni kweli sisi na China tuna biashara kubwa sana kati yetu na hatuwezi kuachana na biashara yetu kama wao wanavyofikiria. Sasa na China nao wanadai kwamba ni kweli tuna biashara kubwa sana na Iran na biashara yetu ilianza muda mrefu, haiwezi ikaisha kwa sasa hivi. Wakati unamwona Tucker Carlson alikuwa anaongelea kuhusu utofauti wa Donald Trump na kati ya hizi dini mbili, anadai kwamba Wakristo na Waislamu. Donald Trump ameanza kukosea watu, ameanza kukosea dini ya Kikristo na ameanza kukosea dini ya Kiislamu, baada akianza kutumia maneno yake kama vile mlivyoona ile post yake iliyopita mara ya kwanza. Alikuwa anasema inshallah, kwa ile neno aliloongeza pale ndio ikaanza kuwa ni gumzo kwa dunia nzima, akaanza kuliongelea. Lakini Tucker Carlson imekuwa ni neno ambalo limemkera sana, hakuweza kunyamaza. Kwa mara nyingi alikuwa anamshambulia rais Donald Trump, na unavyomuona huyo ni rais wa Iran. Rais wa Iran alikuwa anaongelea kuhusu kufeli kwa Israeli na Marekani. Anasema kwamba Iran haina mpango wa kuendelea kufanya vita, lakini vita wao ndo wanawalazimisha Iran iwe na vita, lakini Iran haina mpango wa kuwa na vita, na Marekani na Israeli ndio wao ambao wanamlazimisha Iran awe kwenye vita. Na kama ndio hivyo, Iran haina haja ya kukaa kimya, lazima naye atoe majibu, aendelee na wanavyotaka wao. Bwana, nashukuru sana guys. Kama ni mgeni kwenye account yetu, usisahau kusubscribe na kulike video zetu. See you next video guys. Bye bye.